You were watching Dilunga TV. غدا لسفر وتنسانا الأحبة بعد 10 وقد صرنا عظاما باليات. Hayo ni mausio. Maana yake unaambiwa wewe ambaye umepatwa na msiba, tadabbar, zingatia, majara fiha bifikrin, yanayopita ulimwenguni kwa fikra nzuri. Kwa hivyo kutia jambo katika fikra. Sasa hivi Waislamu wanaishi na kitu kinaitwa ghazwu fikri, vita vya fikra. Hatupigwi sasa hivi kwa silaha, tunapigwa kwa fikra, na vita vya fikra ni vibaya sana kuliko ni vita vya silaha. Kwa hivyo Waislamu ulimwengu wa leo tunapigwa vita vya fikra. Ndio maana umeambiwa tadabbar, zingatia, majara fiha bifikri, yanayopita ulimwenguni kwa fikra nzuri. Umepigwa vita vya fikra mpaka ibada zetu hatuzijui tena. Leo tumekusanyika hapa kuja kumkusanyikia mwenzetu. Baadhi yetu tumepigwa vita vya mawazo, hatujui huku kukusanyika na kufanya dua hizi kuwa ni ibada, hatujui. Hayo ni matokeo ya vita vya fikra. Ndio maana unaona watu wanakaa makundi makundi. Wakati wa kuzungumza siasa ndio hapa sasa, mpira ndio hapa, kila kitu. Hayo ni matokeo ya vita vya fikra. Sasa hatuwalaumu hawa watu kwa sababu tayari washapigwa vita vya fikra. Tunapokutana kama hapa, mwenzetu tunamsindikiza, tufikirie na sisi tutaondoka. Kwa hivyo kuna watu wamekaa vikundi, mambo ya harusi ndio hapa, mambo ya taarabu wanajadili hapa, mambo ya siasa leo wanajadili hapa. Hayo ni matokeo ya vita vya fikra vibaya sana. Sasa ndio naambiwa uzingatie, tadabbar, zingatia, majara fiha bifikri, yanayopita ulimwenguni kwa fikra nzuri. Sasa hivi dunia yanapita mambo mengi, sisi hatuna habari. Na moja katika mambo ambayo Muislamu unatakiwa uyajue, ufuatilie habari, dunia inakwendaje leo. Wa in nazala alqadha fatriq bisabri, na ikishuka hukumu ya Mungu wewe inamisha kichwa kwa subira nzuri. Ndio wasia. Usione kama umeonewa, wewe sema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa in nazala alqadha fatriq bisabri, ikishuka hukumu ya Mungu, kafa mtu, nyumba imeungua, misiba yoyote ile, basi wewe unatakiwa uinamishe kichwa kwa subira nzuri, uone kwamba ndio hukumu ya Mungu. Fa inna rahiluna ghada lisafri, sisi sote ni wenye kusafiri kesho kwa ajili ya safari ya kufa. Hapo ndo kwenye mtihani. Fa inna rahiluna ghada lisafri, sisi sote ni wenye kusafiri kesho kwa ajili ya safari ya kufa. Mpaka 2100 hapa hamna mtu, sisi sote hatupo. Unajipangaje? Ndio masala yenyewe yalivyo. 2100 tena mbali sana hapo, nimerefusha. Sisi hapa wote hatupo, umma wote hamna hata mmoja, watakuja wengine. Sisi tumejipangaje? Fa inna rahiluna ghada lisafri, sisi ni wenye kusafiri kesho kwa ajili ya safari ya kufa. Kila mmoja anayo kesho yake. 2100 umma wapa wote haupo wote kabisa. Na watu huwa ukiwaambia hivyo wanakasirika, wanasema kwa nini umesema hivyo, kama kwamba hawafi. Kila mmoja anaondoka. Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kufa. Sasa 2100 tena narefusha mimi hapa, hamna mtu. Vyote vile utakavyokuwa
uwe sharubalo, uwe shekhe, uwe maamuma, uwe kijana, 2100 hamna tena. Uko mbali sana, nafanya huruma tumekurefusha, sababu nikiziona sura hapa nyingine unaona kesho kutu. Unajipangaje? Ndio masala hayo. Fa inna rahiluna ghada lisafri, sisi ni wenye kusafiri kesho kwa ajili ya safari ya kufa. Alafu watansana lahibatu baada ashri, watatusahau wapenzi baada ya kuwa tulichanganyika nao, tumekuwa nao, tumezungumza nao, wote watatusahau wao, unakwenda peke yako. Waqad sirna idhaman baliyat, wakati huo tutakuwa mifupa iliyooza makaburini. Swali linakuja hapo, sisi tunajipangaje kwenda huko? Maana kila mmoja atakwenda. Idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam annaka ba'daha mahmul, ndio kanuni ilivyo. Ukibeba jeneza ulipeleka makaburini, jua na wewe utabebwa. Ndio dunia ilivyo, watu watakubeba vile vile. Tunajipangaje? Nimalizie kwa sababu jua kali na wakati unakwenda. Imam Shafi anatupa mbinu namna ya kujipanga na safari hiyo. Anasema al-uqalau arba'a, mbinu ya kujipanga na ya safari hiyo. Wenye akili ni watu wenye sifa 4. Tujiangalie, tumo humo. Kama tumo alhamdulillah, kama hatumo tujitahidi tuwemo, kwa sababu hao ndio wenye kufaulu. Al-uqalau arba'a, wenye akili ni watu wenye sifa 4. Ya kwanza, man bana qabrahu qabla an yudkhala, mwenye kulijenga kaburi lake kabla hajaingizwa, huyo ana akili. Maana kaburi unalijenga wewe mwenyewe kwa matendo mema. Sasa ukimkuta mtu anatenda matendo mema ndo analijenga kaburi, huyo ana akili. Al-uqalau arba'a, wenye akili ni watu wenye sifa 4. Ya kwanza, man bana qabrahu qabla an yudkhala, mwenye kulijenga kaburi lake kabla hajaingizwa. Na kaburi linajengwa kwa matendo mema. Msikiti ule pale uonekane pale unakwenda kuswali, hiyo unajenga kaburi. Haiwezekani uishi mpaka unakufa msikiti unaukimbia. Kujenga kaburi ni kutenda matendo mema, kubwa ni swala. La pili la mwenye akili, wasalla qabla an yusalla alayhi, akaswali kabla hajasaliwa. Mwenye akili ni yule anayeswali kabla hajasaliwa. Usingojee mpaka watu wakuswalie. Ile ni ziada inayokusaidia kukubaliwa dua. Kwa hivyo mwenye akili ni yule mwenye kuswali kabla hajasaliwa, na huo ni mtihani mkubwa kwetu sisi. Msikiti watu hawataki kupita. Sifa ya tatu ya mwenye akili, wa arda khaliqahu qabla an yalqa, akamridhisha Mola wake kabla hajakutana naye. Maana sisi sote tutakutana na Mungu, kila mmoja kivyake vyake. Tunaona makaburi pale mengi ndio wameondoka wale. Sasa wewe unamridhishaje Mwenyezi Mungu? Kumridhisha Mungu maana yake ni kutenda yale ya kheri.
Kwa hivyo hayo matatu ni kwa yule mtu mwenye akili. Na la nne la mwisho, man taraka dunia kabla an tatrukahu, mwenye kuiacha dunia kabla haijamwacha. Hii dunia hii tuikomoe kwa kuiacha, na kuikomoa dunia kwa kuiacha si maana usile vizuri, usivae vizuri, usiwe na nyumba nzuri, usiwe na gari nzuri. Kuwa na vyote hivyo, lakini hivyo visikufanyishe ukakosa kumjua Mungu. Ndio kuiacha dunia, sio kuiacha dunia uende huku unanyata. Hapana, man taraka dunia kabla an tatrukahu, tayari kwa mwenye kuiacha dunia kabla haijamwacha. Hii dunia watu huwa inawaacha mapema. Sasa sio kwamba unakula nchi mpaka dunia inakuacha. Na kuachwa na dunia ni mambo mawili. La kwanza, uzee. Ukiona mtu anaanza kuwa mzee, dunia tayari ishampiga chini, ndo anaanza kutafuta tasbihi kubwa kama vile unyololo wa baskeli kwenda msikitini. Ulikuwa wapi katika ujana? Inamwacha dunia, mtu anakwenda kwenye uzee. Alikuwa kijana barubaru, mara nyingi nasema kijana mzuri, akivaa kanzu inampendeza, akivaa jinzi linampendeza, suti inampendeza, lakini dunia baadaye inakuja kumwacha. Ukivaa kanzu kama umetundika kwenye mkorosho, dunia inakuacha. Jinsi yako hiyo ulovaa unakuwa unapunguza, maana dunia ishakuacha. Ila ukikonda unapunguza ili ndani na kiuno chako. Ukikonda unapunguza, ukikonda unapunguza mpaka mifuko ya nyuma inakutana. Kuna mtungu. Na wengi wengine kuangalia, ukienda unamkuta mifuko ya nyuma imekutana. Kuna mtungu. Sasa usifikie hapo. Na mifuko ya nyuma ikikutana ni safari. Unamwona mtu anakwenda, unashindwa kuelewa huyu anakwenda au anarudi. Dunia ishamwacha tayari. Hii mifuko vipi, sampuli gani? Maana ikikutana, hata wewe kamba yoyote unavaa ya katani, vai mkanda. Unauliza mifuko vipi? Kazi ya Mungu, kazi ya Mungu. Dunia imekupiga chini tayari hapo. Usingoje hapo. Shekha, usingoje hapo. Man taraka dunia kabla an tatrukahu, mwenye akili ni yule ambaye ameiacha dunia kabla haijamwacha. Dunia inamwacha mtu kwa uzee. Tangu anazaliwa mtu anakuwa kwanza buda, hana jino hata moja mtoto akizaliwa. Na huo ndio mpango wa Mungu. Baadaye anakuja anaota meno mawili, na yale ndio namwona mzuri akicheka. Mungu ana mambo yake. Meno mawili akicheka, wewe unamwona mzuri, unamnonea. Hana jino hata moja, unamwona mzuri. Lakini huyu akija kufika miaka 80 90, kwa meno yanaondoka, akicheka hapa tunakimbia. Huyu mtu zimi jamani. Lakini huyu si ndio yule? Huyu dunia sasa hivi imeshampiga chini. Sasa usingoje hapo. Mwenye akili, man taraka dunia kabla an tatrukahu, mwenye kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Dunia inamwacha mtu kwa uzee. 1, 2, ugonjwa. Unaweza ukaumwa ugonjwa hapa ukashindwa kutembea. Hapa na msikitini pale unachukua robo saa, unakwenda mbele kwa nguvu, alafu unarudi nyuma kwa kasi zaidi. Dunia ishakuacha chini. Sasa usingoje hapo. Huo ni wasia tumepewa. Kwa hivyo kila mmoja, na maana ya wasia, Mungu anasema uitilie akilini. Mwenye akili anatakiwa atie akilini, maana yatampata kila mmoja
maana ukuzaliwa wewe ukiwa mzee. Kwa hivyo nimeeleza haya kwa kuelimishana tu, kwa sababu sasa hivi ibada hizi za kuzika watu hawazijui kama wanapata thawabu. Unapata thawabu mpaka unamaliza kule kuzika, lakini tumepigwa ghazu fikri, vita vya mawazo, vita vya fikra. Tamkuta mtu anazungumza anapiga kelele wala hajui kama yuko mazikoni maskini. Sasa huo ni kumkomboa wala si wa kumtolea ukali, maana hajui kishapigwa vita vya fikra. Na hapa tupo wengi sana. Kwa hivyo inshallah tumuombe tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfutie makosa yake na alikunjue kaburi lake liwe kiwanja katika viwanja vya pepo. Wama alaina illa albalaghu mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Only on Dilunga TV.